Ni saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu Novemba 24, 2025. Nakaribisha katika matangazo moja kwa moja Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yasema kumekuwa na maendeleo makubwa katika upatikanaji wa amani nchini Ukraine, huku nchi hiyo ikisema toleo la sasa la rasimu ya mpango wa amani linaakisi vipaumbele vikuu vya Ukraine. Jeshi la Israel lamuua mmoja wa makamanda wakuu wapiganaji wa Hezbollah katika shambulio la anga kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano. Na katika gumzo tunaangazia mpango wa amani uliofanyika Geneva nchini Uswizi. Ni mpango wa aina gani? Huu mpango ni mpango wa Putin, ndio taarifa ambazo wako nazo, na ukiusikiliza na pia ukiona namna ambavyo Donald Trump analazimisha makubaliano yapatikane, inaanza kuleta wasiwasi wa kwamba ni Donald Trump anatumika kama mtu wa Putin kufanya haya, ama mpango hasa ni nini? Na tuna mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kusoma kwako na Halima Nyanza. Asante David, na habari msikilizaji. Marekani na Ukraine zimetoa tathmini yenye matumaini kuhusiana na mazungumzo ya Geneva juu ya kumaliza vita na Urusi. Ikulu ya Marekani imesema mkutano huo wa mashauriano umethibitisha tena kwamba makubaliano yoyote ya baadaye lazima yaheshimu kikamilifu uhuru wa Ukraine na kuleta amani endelevu na ya haki. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amesifia maendeleo yaliyopatikana katika mkutano huo, huku mjumbe wa Ukraine Rustem Umerov akisema ripoti ya sasa ya mpango huo inaakisi vipaumbele muhimu vya Ukraine baada ya wajumbe kurekebisha kile alichosema mpango wenye utata uliopendekezwa na Marekani uliotokana na madai ya Urusi. Jeshi la Israeli limemuua mmoja ya makamanda wakuu wa kundi la Hezbollah katika shambulio lililofanywa kwenye mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Kundi la wapiganaji wa Hezbollah limethibitisha kifo cha kamanda Haitham al-Tabtabai katika shambulio la anga. Akitoa taarifa baada ya shambulio hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wataendelea kushambulia kundi hilo mpaka pale litakapoweka silaha zake chini. Tunaendelea kupambana na ugaidi pande zote. Mwisho wa juma, jeshi la Israel lilishambulia Lebanon na tunaendelea kufanya lolote linalohitajika ili kuizuia Hezbollah kurejesha uwezo wake wa kutushambulia. Watoto 50 kati ya zaidi ya 300 waliotekwa nyara katika shule inayoendeshwa na kanisa Katoliki nchini Nigeria wamefanikiwa kuwatoroka watekaji. Jumuiya ya Kristo nchini humo imesema watoto hao tayari wameungana na familia zao. Zaidi na Jessica Pelembela. Karibu nusu ya wanafunzi walikamatwa wakati wa shambulio lililofanywa na watu wenye silaha katika jimbo la Niger. Aidha, maafisa nchini humo wamearifu pia kwamba watu wote 38 waliokamatwa wakati wa ibada kanisani kwenye jimbo la Kwara wiki iliyopita wameachiliwa huru baada ya operation iliyofanywa na wana usalama. Katika tukio hilo watu 2 waliuawa. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amevishukuru vikosi vya jeshi nchini humo kwa kuweza kuwaokoa watu hao. Na uchunguzi uliofanywa na BBC nchini Sierra Leone umefichua juu ya baadhi ya watu wanaodaiwa kuuza viungo vya miili ya binadamu kwa matumizi ya masuala ya kishirikina. Viungo hivyo ambavyo mara nyingi huuzwa kwa maelfu ya madola vinadaiwa kuleta nguvu, mafanikio au utajiri. Tayari watu 3 wamefunguliwa mashtaka ya kufanya ushirikina na kumiliki silaha za jadi zinazotumika katika mauaji hayo. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, redio ya shirika, na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize moja kwa moja kupitia Radio Free Africa ya pale Mwanza. Kenya ni Mwanedu FM. Nchini Uganda yategea sikio kupitia Voice of Karamoja, na ukiwa DRC ni Radio Muungano Beni. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaandika maoni yako, kisha tukipata wasaa tutasoma moja kwa moja msikilizaji. Asubuhi ya leo upo nami David Inkia, karibia. Baada ya mazungumzo mjini Geneva, Marekani na Ukraine zimeitoa tathmini yao kuhusu mazungumzo hayo ya mpango wa kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kumekuwa na maendeleo makubwa, huku mjumbe mwandamizi wa Ukraine Rustem Umerov amesema pia toleo la sasa la rasimu ya mpango wa amani linaakisi vipaumbele vikuu vya Ukraine. Zaidi na Phyllis Mote.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kuna ishara kwamba timu ya rais wa Marekani Donald Trump inasikia matakwa ya Ukraine. The first priority is a reliable peace. Mapema Jumapili, Rais Trump alilaumu Ukraine kwa kuonyesha kutokuwa na shukrani kabisa kwa juhudi za Marekani za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Rais huyo vilevile alibainisha kuwa mataifa ya Ulaya ambayo mengine ni washirika wakuu wa Ukraine wanaendelea kununua mafuta kutoka Urusi. Aidha, Rais Trump amerejelea matamshi yake kwamba vita hivi havingetokea iwapo angekuwa mamlakani wakati huo. Urusi inategemea sana mauzo yake ya mafuta na gesi ili kuendelea kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Na mazungumzo ya Geneva yanajikita kwenye rasimu ya Marekani ambayo toleo lililovuja lilionyesha kujumuisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka sehemu ya mkoa wa mashariki wa Donetsk pamoja na mkoa jirani wa Luhansk na vilevile rasi ya Crimea Kusini iliyonyakuliwa na Urusi mwaka 2014. Mpango huo pia unajumuisha kufungwa kwa mipaka ya mikoa ya kusini ya Ukraine ya Kherson na Zaporizhia. Baadhi ya maeneo ya mikoa hii miwili inakaliwa na Urusi. Mpango wa Marekani pia unapunguza jeshi la Ukraine hadi wanajeshi 600 kutoka takriban 800. Rasimu hiyo pia inajumuisha hadi kwamba Ukraine haitatafuta wanachama wa NATO na badala yake itapata dhamana madhubuti za kiusalama, ingawa hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Hati hiyo inasema kwamba inatarajiwa kuwa Urusi haitavamia majirani zake na kwamba NATO haitapanua harakati zake. Aidha, inapendekeza Urusi irejeshwe katika uchumi wa dunia kupitia kuondolewa kwa vikwazo na kualikwa kurejea katika kundi la G7 la mataifa yenye nguvu zaidi duniani na kulifanya kuwa G8 tena. Na kwa undani zaidi wa taarifa ya Phyllis Moteni hapo baadaye tutakapoichambua kwa kina katika gumzo. Kwingineko, jeshi la Israel limemuua mmoja wa makamanda wa kundi la wapiganaji la Hezbollah katika shambulio la anga kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano. Jeshi la Israel limemwelezea Haitman al-Tabtai, mnadhimu mkuu wa kundi hilo la Hezbollah, kama mkongwe katika kundi hilo na ambaye amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za ngazi ya juu. Zaidi na Halima Nyanza. Wizara ya afya ya Lebanon imesema katika shambulio hilo lililofanywa na wanajeshi wa Israeli kwenye jengo la ghorofa lililopo katika wilaya ya Dahie yenye msongamano wa watu 5 wameuawa na wengine 28 kujeruhiwa. Hezbollah imethibitisha kifo cha kiongozi wake huyo na kuongeza kuwa Israeli imevuka mpaka kwa kufanya shambulio hilo, ambalo ni mara ya kwanza kufanyika kusini mwa Beirut baada ya miezi kadhaa. Shambulio hilo limefanyika wakati ambapo Israeli imeongeza kampeni yake dhidi ya watu ambao inasema inadai wanafungamana na Hezbollah, kundi la Waislamu wa madhehebu ya Shia wanaoungwa mkono na Iran. Licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalisimamiwa na Marekani na Ufaransa yaliyoanza kufanya kazi Disemba mwaka jana, maafisa wa Israel wanasema Hezbollah imekuwa ikijaribu kujenga tena uwezo wake kijeshi, ikisafirisha silaha kwa siri kuingiza Lebanon na kuongeza utengenezaji wa ndege zisizo na rubani kama njia mbadala ya matumizi ya roketi na makombora. Akitoa taarifa baada ya shambulio hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema katika uongozi wake Israel haitakubali Hezbollah kujiimarisha na hawataruhusu kundi hilo kuwa tishio tena kwa taifa la Israel. Waziri mkuu Netanyahu alisema alitarajia serikali ya Lebanon kutimiza wajibu wake kwa kulinyang'anya silaha kundi hilo. Tunaendelea kupambana na ugaidi pande zote. Mwisho wa juma, jeshi la Israel lilishambulia Lebanon na tunaendelea kufanya lolote linalohitajika ili kuizuia Hezbollah kurejesha uwezo wake wa kutushambulia. Naye rais wa Lebanon Joseph Aoun ameitaka jumuiya ya kimataifa kuishinikiza Israel, ambayo imetwaa maeneo 5 kusini mwa nchi yake, kuacha kushambulia na kujiondoa katika nchi hiyo, na kuongeza kuwa hatua hiyo ya Israel ni uvunjifu wa makubaliano ya kumaliza mzozo huo. Hezbollah imegoma kuweka silaha chini mpaka pale Israel itakapoacha kufanya mashambulizi, kujiondoa kabisa kutoka Lebanon na pia itakapoachia wafungwa wa Lebanon. Ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Ijumaa alisema kwamba alikuwa anakatisha mara moja ulinzi wa muda wa kufukuzwa kwa Wasomali wanaoishi Minnesota na kuharakisha mwisho wa mpango ulioanza mwaka 1991 chini ya rais mwingine wa Republican.
Sasa kuhusiana na hilo, awali nimezungumza na Omar Adan Ahmed, Msomali anayeishi Minneapolis huko Minnesota, kutaka kufahamu kusudio la Rais Trump kuondoa kinga kulinda jamii ya Wasomali wasifukuzwe nchini Marekani. Je, hilo linamaanisha nini kwao wanaishi nchini humo? Hilo ni jambo la kusisitiza sana, ya kuwastua watu wengi sana. Imewaleta hofu na mashangao mengi sana, hasa kwa watu wengi wa Somali ambao wanaishi hapa. Tena kitu ambaye ni ajabu ya kushangaza, anaitaja Minnesota peke yake, na si Minnesota peke yake wa Somali wanaishi. Somali wanaishi kote 50 states ya Marekani. Hii ni jambo ambaye ni ya kuonyesha racism, ni inaonyesha chuki mingi kwa hii community ya Somali. Watu wengi wameongea na wanipinga, wengine wanaelekea mahakamani, na sisi mahali tuko Minnesota leo ndo tutakuwa na press conference ya really kuongea hiyo mambo. Rais Trump ametangaza kwamba ataondoa ile kinga ya kulinda jamii ya Wasomali wasifukuzwe kutoka Marekani. Je, hilo linamaanisha nini kwenu mnaoishi huko? Sisi tuliastuka vile nilisema, na Wasomali wale wako wana hiyo TPS kwanza ni 750 in the entire US. Wasomali wengi wako na cheti, wako wengine ni citizens, wengine wako na green card. Actually tulisema hivyo kwenye Twitter yake. Tumeona hiyo, it has never happened. Ni kitu ambaye hatujui itaelekea wapi na itakuwa namna gani. Lakini sisi kama maimams, selected leaders wale wa America, Minnesota hasa, tuko na panuke ambaye hapo kwa Congress, tuko na city council members, tuko na state representative all elected, pamoja na community leaders kama mimi. Sasa tuko na mkutano kubwa leo ya kukashifu hiyo maneno ya rais. Tutaongea, tutakuwa na demonstrations. Trump pia amesema kwamba eneo kama Minnesota ndio mahali ambapo fedha iliyopatikana kwa njia ya kigaidi inapelekwa. Kwa nini unadhani amesema maneno kama haya? Hiyo ni careless statement. Watu ambao wako kwenye TPS kwanza hawana biashara, wako kwa small time contract ambayo wanafanya kazi ya from hand to mouth. Ameongea tu hiyo, hana evidence yoyote. Hiyo ni chuki tu kwa Wasomali. Je, kuna wale ambao tayari wamerudishwa kwa sababu Trump amekuwa akileta sera na maafisa polisi wale wanaoitwa ICE kutafuta wahamiaji na kuwarudisha walikotoka, na wengine hata katika mataifa mengine? Haikuwa kwa jamii wa Somali peke yao, watu wengi wameshikwa kutoka Mexico, kutoka nchi zingine duniani. Ni kama sasa watu wako na hofu ya kwamba wanatafuta, wanatoa target, watu wanakimbia hapa na pale. Kuna shida kubwa sana. Namni Omar Adan Ahmed, mkazi ama Msomali anayeishi nchini Marekani. Na sasa tunakwenda moja kwa moja viwanjani na sports lady Phyllis Mote. Naam, shukran sana Devi. Nianze na matokeo ya hapo jana ya Premier League. Sasa baada ya Arsenal kupata sare ya kushtukiza dhidi ya Sunderland tarehe 8 mwezi huu wa Novemba, sare hiyo iliwapa wapinzani wa Arsenal wa ubingwa matumaini mapya, lakini ushindi mkubwa wa jana Jumapili dhidi ya Tottenham umeirejesha Arsenal katika nafasi nzuri ya kuwania taji. Eberechi Eze alikuwa akihusishwa na uhamisho kwenda Spurs majira ya kiangazi, na ndiye alikuwa shujaa wa mchezo huu akifunga hat-trick yake ya kwanza kwenye soka la watu wazima na ya kwanza katika North London Derby tangu mwaka 1978, huku Arsenal ikichapa Tottenham magoli 4-1. Aston Villa ilishinda kwa magoli 2-1 dhidi ya Leeds, na leo Manchester United watakipiga na Everton. Na kwenye La Liga, Jude Bellingham alifunga bao moja na kutoa pasi ya bao lingine, huku Real Madrid ikirejea kileleni mwa La Liga licha kulazimishwa sare na timu ya Elche. Na wanasema umri si kitu, ni kama nambari tu ambazo unahesabu. Sasa Cristiano Ronaldo alirudisha kumbukumbu za zamani kwa kufunga bao la kuvutia aina ya overhead kick katika ushindi wa Al Nassr wa magoli 4-1 dhidi ya Al Khalij kwenye Saudi Pro League. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 anafikia bao lake la 954 katika maisha yake ya soka, huku bao hilo likitajwa kama lile maarufu alilofunga kwa Real Madrid katika robo finali ya ligi ya mabingwa dhidi ya Juventus mwaka 2018. Na Lionel Messi alifunga tena wakati Inter Miami ikifunga Cincinnati na kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye fainali ya kanda ya mashariki ya MLS. Mshambuliaji huyo wa Argentina alifungua goli hilo kwa kichwa kipindi cha kwanza, na bao lake hilo ni la 6 katika mechi 4 za mtoano za MLS. Na kwenye mashindano ya Formula 1, kufutwa kwa matokeo ya madereva wa McLaren Lando Norris na Oscar Piastri kutoka Grand Prix ya Las Vegas kumebadilisha kwa kiwango kikubwa sura
ya pambano la ubingwa wa madereva wa Formula 1. Kabla ya tukio hilo, Norris alikuwa na uongozi mzito. Sasa umeyeyuka hadi pointi 24 tu. Max Verstappen amepaa hadi kumfikia Piastri kwa pointi, ingawa anabaki watatu kwa ushindi mdogo mmoja. Sasa Devin kimalizia tu wiki ijayo Qatar, na hesabu ni rahisi. Kama Norris hatapoteza zaidi ya pointi 5 kwa Piastri na 17 kwa Verstappen, basi ataandika historia kama bingwa wa dunia kwa mara ya kwanza. Bila shaka. Ni kizidi sana huyeyuka Davis, hivyo wacha nikome hapo. Asante sana.